Hi everyone, my name is Jane. This is a continuation of death, loss and grief. And today in particular, we are looking at the death of a child, a baby, a daughter or a son. Having a baby or a child is considered to be a wonderful gift. In Africa, it is not only a gift, but a blessing and symbolizes continuity of life. From the moment of conception, teenage life, adult life, parents make every effort to ensure that their children are safe. But then what happens when this is taken away by death? Lilian has a story to tell. Karibu Lilian, tuzungumzie kuhusu hii jambo. Asante. Je, imeshawahi kupata? Mi nilipatwa na shinda, nilipoteza mtoto, alikuwa mtoto msichana. Kifo yake ili affect sana. In fact nilisumbuka, nikasumbuka mpaka wa leo. Mtoto wangu aliweza kugonjeka usiku. Mimi sikujua, alilia usiku mzima, hatukugundua na baba yake kama mtoto ni mgonjwa sana. Asubuhi ikafika, niliweza kumpeleka hospitali ya kwanza, akatibiwa, akapewa dawa, but huyo daktari hakuweza kuniambia kama mtoto ni mgonjwa sana. Tukampeleka hospitali ya pili, the same day. Huyo daktari ndiye alituambia mtoto huyu si mzuri. Tuliweza tena kumpeleka hospitali kubwa. Kumpeleka huko, nilifika, nilikuwa nimechanganyikiwa, sikuwa najielewa kwenye niko. Nilikuwa nasumbuka bila kujua hata ninaingia na mlango gani ama natokea mlango upi. Daktari waliweza kuchukua mtoto wangu, wakaanzia matibabu, waliweza kumweka maji, hakuwa na maji, waliweza kumtoa text. Wakati nilifika niliuliza daktari mtoto wangu ako na shida gani, aliweza kuniambia. Nikimwangalia tu hivi, sasa alikuwa kwa oxygen. Mtoto ni kama ako na severe pneumonia. Waliweza kuendelea wakimtibu, wakatoa text, nikaona vile walinipatia resort, nipeleke kwa daktari mwingine ndio tuandimitiwe. Niliweza kuona severe pneumonia meningitis. Waliendelea kutibu mtoto wangu. Tuendelee Lilian. Wakati huo walikuambia inaweza kuwa ni pneumonia, unaona mtoto wako akiwekwa kwa oxygen. Nini ilikuwa inaendelea kwa akili yako ama kwa ndani yako? Ile ilikuwa inaendelea kwa akili yangu, mimi nilikuwa najua hata kama mtoto amewezwa akishafika vile alifika hiyo hospitali, nilijua mtoto wangu atapona. Lakini nilikuwa bado na wasiwasi, sababu ni kama memory yangu ilikuwa ishaanzia kuafektiwa. Sikuwa hata daktari akiniuliza maswali sikuwa najibu vile inafaa. Nilikuwa memory yangu imepotea kidogo. Aliweza kutibiwa, aliweza kuwekwa maji, oxygen. Wakati ilifika mahali, daktari sasa ikabidi amuinject dawa kwa mkono. Aliweza kuminject ile dawa na nikaona mtoto wangu amebadilika, ni kama macho amebadilika, macho amejivuruta. Nilikimbia kwa daktari mwingine, daktari akaniambia wekelea mtoto hapa kwa kitanda. Nilimwekelea hapo na nikatoroka. Nikakutana na baba yake, akaniuliza shida iko wapi, nikamwambia kimbia uone mtoto, mimi sijaelewa kumeenda aje. Nilitoka, nikakaa nje. Wakati nilikuwa hapo nje nilikuwa najaribu kuomba, nilikuwa najaribu maombi, kutaja jina ya Mungu, lakini sikuwa naweza, nilikuwa na wasiwasi. Baba aliingia, wakakaa kitu dakika 10 hivi, nikaona kakitanda kameletwa. Watu wananiambia jitie moyo, mtoto ako sawa. Niliweza kusubiri, but after a few minutes nikaona baba amekuja. Anaongea kwa simu, anasema ametuacha. Na I tell you, nilijigonganisha chini, nililia, nilipiga nduru, hata sijui watu walitokea wapi kwa hiyo hospitali. Mpaka ikakuwa sasa ni kama hata ninasumbua wenye wako kwa hold.
nilipiga nduru, sikuwa najielewa, nilikuwa najirushanisha chini. Hata watu wenye walikuwa wamenizingira hapo sikujua walikuwa wakina nani. Waliweza kunishika nikiwa nataka kukimbia kwa barabara, hata nikanyangwe na gari, but watu waliweza kunishika. Nakumbuka mama mmoja aliniambia usijali, Mungu atakupea mwingine. Sikuwa nataka kusikia hivyo. In fact, sasa alikuwa hata anafanya nikue ile hisia yenye nilikuwa nayo, sasa alifanya nikakuwa uchungu sana. Juu sikuwa nataka kusikia eti Mungu atanipea kwa nini? Huyo alikuwa wa nani? Alikuwa wangu. Sorry for that. Yes. Na unasema wakati huo walikuambia imekuwa hivyo. Ulikuwa unataka kukimbia ugongwe na gari. Sasa tuambia zaidi. Nilikuwa nataka kukimbia, hata nijiue, sikuwa hata mimi nataka niendelee after hapo. Nilikuwa nataka kama maisha ya mtoto wangu imekatikia hapo, wacha hata yangu ikatikia hapo. Okay. Sasa nilikuwa najaribu kutafuta njia zenye naweza chomoka hata niende nijisikie siko. Okay. So wakati huo watu wakikucomfort walikuwa nakuambia utapata mtoto mwingine, lakini ulikuwa unasikia uchungu sana ukiambiwa jambo hilo. Nikiambiwa jambo hilo nilikuwa nasikia kama ni mwingine. In fact niliambiwa huyo mama sitaki. Akanirudia tena mara ya pili, utaki Mungu akupee mwingine? Nikamwambia sitaki. Okay. Nilimwambia mpaka mwambie sitaki. Hata yeye alisikia ni kama hakuelewa. Kutoka hapo niliweza kutulia kidogo, tukaletewa ripoti kuwa daktari mkuu anataka kutuona. Sikuweza kuenda. Nilisikia sasa hata ananiita anifanyie, aniambie nini. Hakuna kile ataniambia, hakuna kile atanifanyia. Nikasikia sasa kama imefika hapo, sitaki uhusiano na mtu yoyote na sitaki kuambiwa kitu yoyote. Tulitoka hapo, tuliweza kurudi nyumbani. Tulirudishwa nyumbani, nilikuwa affected sana, sikuwa najua mtu yoyote, sikuwa nakula kitu yoyote. Waliweza kuendeleza mipango, relatives wakakuja, but nilikuwa na hasira. Wacha niseme nilikuwa na hasira. Sana ulikuwa na hasira na nani kuhusu hii jambo? Nilikuwa na hasira na mtu yoyote. Sikuwa nataka kuona mtu yoyote ama kusikia ama sikuwa nataka any comfort. Sikuwa nataka mtu aniambie kitu yoyote. Eti ona huyu mtoto fulani, huyu amebaki, muangalie ukuwe comfortable. Mungu atakupea mwingine, Mungu amemchukua, mahali yako ako safe. Sikuwa nataka. Nilikuwa nataka watu waachane na mimi, nifikirie kuhusu mtoto wangu. Kama ni kujitoa uhai nijitoe nimfuate. Lakini sitaki kuambiwa eti story Mungu ataleta nini. Nilikuwa sasa kutoka hapo tuliweza kupeleka mtoto nyumbani. Tukaenda, mimi hata my husband sikuwa naelewa hata ako wapi. Sikuwa nataka kitu yoyote, hata sikuwa nataka hata yeye tukue na uhusiano na yeye. Tulienda nyumbani, tulipeleka ule mtoto, tukaweza kurudi tena Nairobi. Kurudi Nairobi mimi nilikuwa worse. Nilikuwa inafanyika after mmeshamaliza kusika mtoto ule wakati sasa mlirudi Nairobi. Tulirudi Nairobi, niliacha nyumbani kwanza, hata msasi hata nani sikuwa nataka aniulize maswali yoyote. Tukarudi nyumbani, nikakuwa wasi kabisa sababu nilikuwa nasikia nikiwa kwa nyumba peke yangu, ninasikia ni kama kuna spiriti fulani inanisumbua. Lile ninasema vile mlimaliza kusika mtoto ukarudi Nairobi, ulisikia ukisumbuka nini? Nilisikia nikisumbuka, sikuwa nataka kusikia jina Mungu. Nilikuwa nasikia niko disturbed sana kwa akili yangu. Na sikuwa nataka kusikia mtu yoyote akiniongelesha. Nilikuwa nataka nikae peke yangu nifikirie peke yangu. Sikuwa nataka kusikia any encouragement ama kitu yoyote mtu asiniambie. Baba mtoto alikuwa anaingia kwa nyumba akiweka hata nyimbo za gospel kwa simu. Mimi nilikuwa natoroka, ninaenda hata kuomba mahali pa kulala usiku. Sikuwa nataka kusikia eti Mungu asanti. Nilikuwa nashindwa sasa ya nini, asanti ya nini. Mimi nimetosheka na yeye.
nilikuwa nasikia sasa kama ilifika mahali akanifanyia hiyo kitendo, wacha ikue hivyo. Sikuwa nasikia ni kama maisha yangu inaweza endelea tena. Tunasema huyo mtoto alikuwa miaka ngapi na umri ngapi na alikuwa anaitwa nani? Mtoto alikuwa anaitwa Maya na alikuwa na umri wa miezi 10. Kwa hivyo saa hiyo hukuwa unataka watu wakuongeleshe jambo yoyote, ulikuwa tu unafikiria maneno ya Maya kila wakati? Kila wakati nilikuwa na Maya kwa akili yangu. Nilikuwa nataka nifikirie vile nilikuwa na yeye, nianzie kujiuliza maswali, mbona sikufanya hii, mbona hii, ama kama ni hii nilikosea hapa. Hiyo mambo ndio nilikuwa nataka sana, nipewe amani, nifikirie na nione nilikosea wapi na ni nini sikufanya. Ile guilty ndio nilikuwa nasikia nikae nijiulize hizo maswali. Nini lingine ilifanyika ile ulisikia kweli imekugusa sana, imekuaffect maisha yako kuhusu mama? Nini kile ilikuwa inatendeka katikati yako na nyumba yako? Sorry? Na kuhusu hiyo jambo yote, nini ingine ilitendeka ile ikaonekana kweli ulikuwa affected na hii maneno ya Maya? Ile ilitendeka ni kuwa kwanza kabisa tulikosa kusikizana na baba mtoto. Nilitoka nikamwacha, nikaenda kwa one of my family. Nilienda huko, akanichukua tukakaa for 2 weeks. Sasa sikuwa hata bwana, sasa tumeachana. Kutoka hapo niliweza kuenda kwanza counseling. Kitu ya kwanza kabisa niliuliza counselor kama ninaweza tuachane na bwana, kama ndiye ananiaffect zaidi. Juu nilikuwa nasikia ni kama hata yeye amekuwa mzigo kwangu. Okay, kabla tuende kwa counselor, wakati ulikuwa unaenda kwa nyumba nyingine, ulikuwa ukisikia afadhali? Wakati nilikuwa naenda kwa nyumba nyingine, nilikuwa ninatafuta mahali penye sitaki mtu anisumbue, sitaki mtu aniulize swali ama anisumbue na njia yoyote. Nilikuwa natafuta mahali penye nitakaa peke yangu nifikirie. Kama umenyamaza tu? Kama nimenyamaza tu. Okay, so hiyo ndio ilikuwa inafanya nitoroke. Okay. Sawa, unasema ulienda kutafuta usaidizi kwa mwanamshauri. Je, ulisaidika? Nilienda kutafuta usaidizi, lakini vile nilienda hata yeye nilimsikiza, nikasikia hapana, hata yeye anisaidii. Sababu aliniambia nimuelezee mtoto ni nini, ugonjwa gani alikuwa nayo. Nikamwambia homa ndio ilikuwa mzito. Aliweza kuniongezea ile guilty, sababu aliniambia sasa wewe acha nikuambia, hata ukipata mtoto mwingine, ukiona homa imefika kiwango fulani, hiyo ni infection. Unamkimbiza hospitali, na usiku umpeleka mtoto hizi hospitali ndogo ndogo, unampeleka kwa hospitali. Sasa ile guilty ilizidi, nikaanzia kujiambia sasa mimi ndio sikupeleka mtoto hospitali. Okay. Aliweza kuniambia bwana naye for now mwezi sikizana, sababu kila mtu ako na grieving yake tofauti. So hiyo grieving ndio inafanya tusisikizane, sababu hata yeye ana grieve, but kugrieve kwake ni tofauti na kwangu. Aliweza kuniambia grieving ni 3, niko kuna deny, guilty na hungry. Akaniambia nichunge nisikuwe depressed na akaniambia Maya, unaweza enda mahali Maya ako mbatia hata kawairundi. So kwa hivyo Lilian, counselor aliweza kukusaidia kujua stages 1-2 za grieving, lakini kwa pati yako unasikia kuna pia guilt ulipokea pale hukupata usaidizi kabisa. Je, ni nini ilifanya basi uponye? Kwa sababu nikikuangalia saa hii unaonekana unaendelea kidogo kwa ama uko unaweza kuwa tofauti kwa kulingana na vile jinsi unaelezea vile ulikuwa kwa saa hii nikikuangalia. Nini imekusaidia ufike pale umefika saa hii? Niliweza kutoka kwa counselor, nilikuja nikaona sasa hata counseling wacha ikae niendelee na grieving yangu. Nikaendelea nilisumbuka
Nilifanya vituko mingi sana, hata sikuwa naelewa ninafanya nini. Nilianzia hata kufikiria nijiue. Mpaka call one of my auntie, nikamwambia mimi nasikia sasa hapo nimefika, ninatafuta mahali ninaweza nijiue. Nilikuwa nasikia sasa sifai ni kuendelea kwa hii dunia, wacha nife. Niliweza kuitiwa watu wa familia, wakaniongelesha, nikapona kidogo. But nilikuwa nimetoka mahali fulani kupeleka mtoto shuleni kukiwa asubuhi. Nilikuwa kila nikipatana na mtu yoyote aniulize, sababu ilikuwa imefika mahali naenda nikijiongelesha peke yangu. Nilifika mahali nikakutana na mtumishi wa Mungu, akaniuliza, mama, naona unaongea peke yako. Niliweza kumuelezea shida zangu, nikamwambia mimi nimepoteza mtoto na sina amani, na kwanza kabisa mimi mambo ya Mungu sitaki. Aliweza nikimuelezea ni kama alikuwa ananisoma. Kitu ya kwanza kabisa alianzia kudili naye ni relationship yangu na Mungu. Hiyo ndiyo alianzia, hapo ndiyo alianzia. Na aliweza kunifundisha scripture, aliweza kuniambia, wacha nikuambie Maya siku moja utaona Maya hapa duniani. Hiyo ndio kitu yenye nilikuwa nataka niambiwe. Na nilisikia kitu tofauti sana, na kutoka watu wote wameniongelesha, sikusikia mtu mwenye amenipea Okay, kwa hivyo huyu mtumishi wa Mungu ndiye alikusaidia kuonyesha siku moja mtaonana na Maya, wakati mwingine akakupatia matumaini. Yes. Kwa sababu wakati huo mwingine yote ulikuwa unaendelea, ulikuwa unaona hakuna matumaini tena. Hakuna matumaini tena, na sikuwa nataka kusikia hivyo. Nilikuwa nataka nisikie bado niko na mtoto wangu. Okay. Akaniambia siku moja, hii ni safari tuko, na wenye wamekufa wote watafufuliwa. Okay, Lilian. Na saa hii vile bali umefika, unaweza sema ukilinganisha na pale awali na saa hii, unaweza sema nini? Nikilinganisha pale awali na saa hii, kitu yenye niko tofauti nayo sana, sijaisahau mtoto wangu, na hata nikimtaja hivyo bado nasikianga uchungu. Lakini tofauti ni kuwa uhusiano wangu na Mungu ulirudi. Na hapo ndio niliweza kusamehe wazazi, nikaweza kusamehe majirani, nikaweza kujua kukaa na watu. Sikuwa najua kukaa na watu, nilikuwa naama now and then. Nikienda hapa nasikia hapana, hawa si watu, ninaama naenda pengine nasikia hawa, naona ni kama hata ndio wamenitendea vibaya, naama naenda, sikuwa na amani. Niliweza kurudisha amani kwa roho yangu. Niliweza kurudisha uhusiano wangu na Mungu, nikajua Mungu bado ananipenda. Na njia, kwa sababu nasema mlikuwa na mume pale, na hiyo safari mlikuwa mnatembea, mlikuwa mume na bibi na mume. Kwa sababu wakati mlikuwa mnatembea safari moja, umesema uko na mume na pia wewe ni mama. Unaweza semaje juu hiyo jambo? Ninaweza sema yoyote ule anaweza kumbwa na shida kama hii ya kupoteza mtoto, na uko kwa uhusiano na Bwana. Saa zingine tunaonanga wanaume ni kama hawakuangi na mizigo ya watoto, ni kama wao roho zao hawakuangi na mizigo, lakini hata wao wanakuanga affected. Ni ile ni kama sisi mambo yetu inakujanga kwanza, alafu yao inakuja nyuma, lakini hata wao wanakuanga affected. Okay. Asante sana. Pali sasa tumefika, tungetaka kukuuliza, ukiwa kuna watu wengine wanapitia jambo kama hizi, unaweza waambia nini? Wale wengine wamekuwa na hiyo shida hapa, wamepoteza watoto wao, unaweza waambia aje? Ninaweza ambia sana, kama mtu amepoteza mtoto, kitu ya kwanza, hakuna mtoto anaweza replace mtoto mwingine. Mtoto ni uchungu. Ukipoteza mtoto, hii ni mambo yenye ni kitu inakuja naturally.
hata ukiwa unasema wacha tu alikuwa mgonjwa, watu wanakuambia alikuwa mgonjwa, angekusumbua nini, but kupoteza mtoto ni kitu mzito sana kwa roho, na sana sana unalaumu mpaka Mungu. Sasa na hakuna watu wasikuambie eti kuna mtoto, angalia ule, angalia huyu, saa mwingine huwezi replace mtoto kwa mtoto mwingine. Na vile umesema hivyo, na ni ukweli, mtoto vile mnasikia, mtoto si vyombo, mtoto ni kinadamu, akona moyo, akona mwili, hawezi kureplace. Je, umeshapata mtoto mwingine tangu wakati huo? Nimepata mtoto mwingine. Lakini hata hivyo, hata kupata mtoto mwingine ikunisaidia. Bado nilisumbuka sana sababu ya Maya. Hata kupata mtoto na kumulea, nimemlea kwa shida, nikilinganisha ile shida nilipata ya Maya. Ile shida nilipata ya Maya ilinisumbua sana kwa kulea huyu mwingine. Ikafanya kama hata akishikwa na kama amekuwa mgonjwa anataka kuenda hospitali, ilikuwa inabidi kama nikienda kuelezea daktari magonjwa ya huyu mwenye niko na yeye, ninamlinganishia naanzia na story ya ule mwingine alienda. Ikakaa sasa mpaka daktari alifika mahali akaniambia, sasa wewe mtoto si mgonjwa, wewe ndiye mgonjwa, sababu ninampea story za Maya, nampea magonjwa ya Maya kuliko nimuelezee ugonjwa ya huyu mwingine mwenye niko na yeye. So asante sana Lilian kwa story yako ile umeshare na sisi wakati wa leo. Tumeshukuru kwa sababu wale wamekusikia, wanakusikiza siku ya leo, wanajua kupoteza mtoto si jambo rahisi, lakini unatuambia, unatuhimiza kuna ule anatumwa kwa barabara yako ndiye aweze kukusaidia. Kupoteza mtoto si jambo rahisi. Umesema watu walikusema utapata mwingine, lakini ilikuwa kama wanakukata na panga. Asante sana kwa maidha yako, na kwa wale walikuwa wanasikia pia wapate kusaidika na hii ujumbe wa siku ya leo. Asante Lilian.